ukatujaze kwa nguvu ya neno na ukatujaze kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ili tuweze kuongezeka katika elimu ya ufalme wa mbinguni, ili tuweze kuongezeka katika maarifa ya kiroho, ili tuweze kuishi maisha ya ushindi sasa na baadaye. Tunakutegemea na tunakuamini Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, Roho wa hekima, ufunuo na maarifa, utuatamie sasa. Fungua Bwana masikio yetu ya ndani, tuweze kusikia kile ambacho Roho wako anasema na kanisa katika majira haya. Fungua Bwana macho yetu ya ndani, tuweze kuona siri za ajabu katika neno lako. Fungua Bwana akili zetu, tukapate kuelewa na maandiko. Fungua Bwana na mioyo yetu, tuweze kuamini, tuweze kupokea na tuweze kubadilika, kwa utukufu wa jina lako Yesu, na wote tuseme amen. Jina la Bwana libarikiwe. Nimefurahi kukuona. Mungu akubariki kwa kuwepo nyumbani mwa Bwana katika siku ya leo tena, ili tuweze kujifunza makusudi ya Mungu juu ya huduma, karama na vipawa alivyoweka ndani yetu, na tuweze kuona faida zake na umuhimu wake katika kujenga ufalme wa Mungu duniani. Pewe sifa Yesu. Waefeso sura ya 4 inatupa utangulizi. Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 15, japo sitasoma mistari yote, labda kwa kurukaruka. Nikianzia mstari wa 8, anasema Bwana Yesu alipopaa juu mbinguni aliteka mateka, halafu akaachilia vipawa kwa wanadamu. Mstari wa kwanza anasema, hivyo nawasihi mwenende kama wito wenu mlioitiwa ulivyo, kwa unyenyekevu wote. Mstari wa 11, na Yesu akawapa wengine wito wa kuwa mitume, na wengine wito wa kuwa manabii, na wengine aliwapa wito wa kuwa wainjilisti, na pia wengine aliwapa wito wa kuwa wachungaji, na wengine aliwapa wito wa kuwa walimu, kwa makusudi ya kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, yani kanisa, hata sisi sote waumini tutakapoufikia umoja wa imani tuliopewa na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata mtu kuwa mkamilifu kabisa, hata sisi waumini wote tukue na kufika kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe watoto wachanga tukichukuliwa na kutupwa huku na kule na kila upepo wa elimu, kwa hila za watu na kwa ujanja, tukizifuata njia zao za udanganyifu na uongo. Lakini tuishike kweli, yani tushike neno la Mungu katika upendo na kukua. Maana yake kukua katika huo upendo, hata tumfikie yeye Yesu aliye yote katika yote, yani Kristo Yesu, yeye aliye kichwa cha kanisa la Mungu. Hapo unaona kuna vitu 7 vinatajwa haraka katika Waefeso sura ya 4 kama makusudi au malengo. Kwa nini Mungu anawapa wanadamu vipawa? Kwa nini wewe na mimi tumepewa wito, tumepewa huduma, tumepewa karama, tumepewa vipawa mbalimbali? Basi summary yake unaipata kwenye Waefeso sura ya 4. Zimetajwa sababu 7 pale kubwa, na nimeziweka ubaoni. Basi uandike haraka haraka, mkono wako uende kama cherehani, ili tuweze kupata vyote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe, tumfahamu sana Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tukimjua Yesu vizuri, tutakuwa na umoja wa imani. Mambo ya utengano, mambo ya mashindano hayatakuwepo. Tutakuwa na umoja wa imani, na umoja wa imani utakupa wewe kubarikiwa na yule, kubarikiwa na huyu, wa kanisa lile, wa dhehebu lile,
Pointi ya 5, basi tunafikia ukamilifu. Huwezi kukamilika ukibaki peke yako. Hatutakamilika tukijifungia wenyewe kwenye dhehebu hili moja. Yesu alimmega vipande vya mkate akawagawia wanafunzi wake. Kwa hiyo kuna kipande kiko kwa Bartholomayo, kuna kipande kiko kwa Filipo, kuna kipande kipo kwa Yohana, kuna kipande kipo kwa Tomaso, kuna kipande kiko kwa Petro. Hatutakamilika tukijifungia wenyewe kwenye milango hii. Maana sisi tuna kipande tu cha mkate, kuna kingine kiko kwa ndugu zetu wengine wanaobeba jina jingine katika Kristo. Kwa hiyo ukimjua Mungu vizuri ukakamilika, ukimjua Mungu vizuri unapata umoja, na ule umoja unasababisha wewe unafaidika kutoka kwa ndugu wengine waliojaliwa karama na vipawa vingine au mafunuo mengine ambayo sisi hatukufunuliwa. Sasa umoja wa imani na kukamilika kwa wateule ndio kunaleta kukua na kufika katika cheo cha Kristo. Kukua na kufika katika cheo cha Kristo. Na ukikua vizuri ukafika katika cheo cha Kristo, hauwezi kuyumbishwa, hauwezi kudanganyika, hauwezi kutapeliwa, wala hauwezi kuchanganywa. Kwa hiyo kinyume chake ni halisi. Tusipokamilishwa, tusipokuwa na umoja kwa sababu tumjui sana Mungu, basi ni rahisi sana kuondolewa kwenye kweli kwa hila za watu. Apewe sifa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi tuliona kwamba kila mmoja wetu amepewa karama fulani, huduma fulani. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7, kwa faida ya wote. Kwa kuna kitu kiko ndani yako tunakisubiri, na kuna kitu kiko ndani yangu na ninyi mnakisubiri, ni kwa faida ya wote. Mstari wa 11 anasema haya yote yanafanywa na huyo Roho mmoja, akimgawia kila mtu kama apendavyo yeye. Akimgawia kila mtu kama apendavyo yeye. Na nadhani kuna wakati niliwahi kuwaonyesha mgawanyiko huu wa huduma mbalimbali, karama mbalimbali na vipawa ambavyo Mungu ameviachilia kwenye mwili wa Kristo. Muda haunitoshi kukusubiri kuviandika, lakini nitakuprintia na kila mtu atapewa mkononi. Amen. Kwa hiyo usihangaike. Lakini mkono wako wa kushoto kuna huduma kubwa 5 katika mwili wa Kristo, yani mitume, manabii, walimu, wachungaji, wainjilisti, kama tulivyo soma kwenye Waefeso sura ya 4. Na upande wa kulia kabisa wa karatasi yako au kwenye ubao unaona kuna huduma ya 6 inaitwa huduma ya masaidiano. Sasa hizi ndio zinaitwa utendaji kazi. Ziko huduma kuu, halafu kuna huduma za masaidiano. Walioitwa ni wengi, wako mkono wako wa kulia, lakini walioteuliwa kuwa kama viongozi wako mkono wako wa kushoto, nao ni wachache. Kwa hiyo usipojipata huku mkono wa kushoto, basi ujue wewe uko huku mkono wa kulia kabisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hizo za katikati sasa ni karama. Zimetajwa 9, lakini haimaanishi ziko 9. Karama za Roho Mtakatifu ziko nyingi, lakini kwa Wakorintho Paulo alipotiririka alitaja 9 tu kwenye ile barua. Hizi karama ni kama vifaa vya kazi vya kuwasaidia wenye huduma hizo za kushoto na kulia, huduma kuu na huduma za masaidiano, ili waweze kufanya vizuri utumishi wao. Sasa hiyo ndio tofauti ya huduma na karama. Huduma ni kama office, karama ni kama kifaa cha kazi ili kuisaidia ile ofisi itekeleze wajibu vizuri. Amen. Huduma ni uimbaji, karama ni sauti. Huduma ni unabii, karama ni ndoto au maono. Kwa hiyo kila nabii
Kuota na kuona maono ni kitu cha kawaida kwake, ni karama ya kuisaidia huduma ya unabii. Kwa kuna siasa, kwa mfano mwanasiasa, inaweza kana ndio huduma yako, ndio wito wako. Karama hapo ni ujasiri wa kusimama mbele ya watu kushawishi kwamba tunaenda njia hii. Yes. Kuna wengine hawana ujasiri, akisimama mbele ya watu anaishia kung'ata vidole na kula kucha mbele ya watu, hawezi hata kunyanyua macho kuwatazama watu. Kama wewe ni injinia, ina maana kujua hesabu ni karama yako, wala sio kitu unajitahidi kujua hesabu, kufanya hesabu. Kwa watu wengine hesabu ni jaribu, wakati wewe ni kitu cha kawaida. Unawashangaa ambao wanaona hesabu ni ngumu. Kwa hiyo huduma inawezeshwa na karama. Karama ni uwezesho ili huduma ifanyike vizuri ipasavyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama wewe huduma yako ni watoto, basi karama yako ni uvumilivu. Sio kila mtu anaweza kukaa na watoto, utakuta wanalia wote, tushagonga kwenzi. Zile kamasi, zile kelele, zile pampas, zile fujo zote, kuna watu hawezi vumilia hiyo. Lakini aliyeitwa kwenye huduma ya watoto, uvumilivu ni karama yake. Basi hivi watakuwa wanalia tu kila siku. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo karama ziko nyingi, lakini Mtume Paul alitaja 9 tu alipokuwa anaandika hii barua kwa Wakorintho. Haimaanishi ziko 9 tu. Karama za Roho Mtakatifu ziko nyingi, kama vile hata huduma ziko nyingi. Ziko huduma kuu 5, lakini huduma za masaidiano ziko nyingi, kuwawezesha hawa wa huduma kuu wafanye vizuri huduma zao. Mchungaji hawezi kufanya kila kitu. Hawezi kuongoza maombi yeye akaongoza nyimbo yeye akahesabu sadaka yeye akahesabu watu yeye akafundisha Sunday school yeye kufa mapema mchungaji wa watu. Kwa hiyo unakuta kuna timu ya waimbaji, unaona nimeorodhesha kidogo upande ule. Ziko nyingi. Kuna mafundi, kuna wanakamati wanaofanya uratibu, kuna wasimamizi wanaosimamia vikundi, idara na kadhalika. Pewe sifa Yesu. Kwa hiyo kila mmoja wetu kwenye kusanyiko au kwenye familia ya Kikristo, kila mmoja wetu ana karama fulani kwa ajili ya huduma fulani, au ana huduma fulani inayowezeshwa na karama fulani kwa ajili ya yale mambo 7 niliyoyataja pale mwanzo. Kwa hiyo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 4 anasema, basi mtu na tuhesabu hivi, sisi sote ni watumishi wa Kristo, hakuna mtu ambaye sio mtumishi. Sisi sote ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Kitu kikubwa basi kinachohitajika katika sisi watumishi wake mawakili ni mtu aonekane mwaminifu. Sasa tukishaingia kwenye uaminifu, hapo ndio tunaingia sasa kwenye vigezo na masharti. Nilikwambia hapo sasa kuna mambo kama 12 ambayo nitakufundisha yanayokuwezesha kujipima uone kama unafanya sawasawa au unafanya ipasavyo. Kwa sababu saa inakuja ambapo sisi sote tutasimama mbele za kiti cha enzi na kila mtu atatoa hesabu ya kazi yake. Ni kwa namna gani utumishi wako umeleta mchango mzuri katika ujenzi wa ufalme wa Mungu duniani. Narudia, ni kwa namna gani utumishi wako umeleta mchango mzuri kwenye ujenzi wa ufalme wa Mungu. Apewe sifa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nikutajia kwa haraka zile sababu kubwa 3 kwa nini tukae tujifunze somo hili. Sababu kuu mojawapo ya kwanza, ustawi wetu duniani unategemea utumishi wetu. Ustawi wetu duniani unategemea utumishi wetu. Ustawi wako duniani unategemea kama umekaa kwenye eneo lako, kwenye huduma yako, kwenye kipawa chako, kwenye karama yako, na kama unafanya ipasavyo.
matunda yako ndiyo yanayokupa kustawishwa. Yohana 15 nimeiweka hapo. Yohana 15 mstari wa 1 hadi wa 8. Tawi linalozaa ndilo linasafishwa ili lizidi kuzaa. Kwa hiyo kiwango chako cha kuhudumiwa kama tawi, namna ambavyo Mungu anakumwagilia na kupalilia na kuongezea rutuba na kujengea wigo na kupulizia dawa, kiwango chako cha kuhudumiwa kinategemea sana kama wewe ni wa faida kwenye ufalme wa Mungu. Mungu wetu si Mungu wa hasara. Mungu wetu si Mungu wa hasara. Labda niiongezee hiyo ubaoni. Mungu wetu sio Mungu wa hasara. Utaikuta kwenye Luka, nafikiri ni ile sura ya 7, anapoongea kuhusu tawi lisilozaa linakatwa. Nafikiri mnaikumbuka ile habari. Luka mtakatifu sura ya 7. Au ni sura ya 13? Nione. Luka 13, sio 7. Luka 13 mstari wa 6 mpaka mstari wa 9. Thank you Jesus. Anauliza, hili tawi limezaa? Akaambiwa alijazaa. Mnamwagilia? Ndio. Mnapalilia? Ndio. Rutuba mliweka? Tuliweka. Mmepuliza dawa? Tumepuliza. Huu ni mwaka wa ngapi mnasubiri matunda hapa? Mwaka wa 3 mzee. Akasema kata. Mzee subiri kidogo, hapa tunapataga majani ya sungura. Nimesema hiyo namba 2. Namba 1 mimi nilitaka matunda. Kata. Mzee mimi napataga kivuli hapa baada ya kupalilia shamba lako. Hiyo namba 3. Namba 1 primary purpose. Hapa nilitaka matunda, sijapata matunda. Kata. Mungu wetu si Mungu wa hasara. Mpaka amekuhudumia ni lazima aone matunda kwako. Hayo sio maneno yangu. Hayo sio maneno yangu. Na tulisoma Kumbukumbu la Torati sura 28. Nimekuwekea ubaoni ili tuisome tena. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 47 na mstari wa 48. Anasema, kwa sababu haukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha, kwa moyo wa shukrani, katika wingi wa vitu vyote nilivyokupa, sasa nimekasirika, kwa hiyo nakupeleka utumwani. Maana umetegea kumtumikia Bwana, basi ngoja nikupeleke ukamtumikie huyo unataka kumtumikia. Na huko ninakokupeleka huko, utamtumikia adui yako katika njaa, manake na kunyang'anya chakula. Utamtumikia adui yako katika kiu na kunyang'anya maji. Utamtumikia adui katika uchi na kunyang'anya mavazi. Kachoka kuorodhesha, akasema utamtumikia adui yako katika uhitaji wa vitu vyote. Kiswahili cha zamani. Kiswahili cha kisasa, utamtumikia adui yako katika umaskini wa kutisha. Na Bwana atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako ili uangamizwe kabisa huko utumwani. Sitaki hata kuona maiti yako katika nchi ya Israeli. Kwa nini? Nilikupa vitu vingi, nilikubariki kwa wingi wa vitu, ili umtumikie Mungu kwa furaha na kwa moyo wa shukrani. Kwa hiyo one of the reasons, moja ya sababu kwa nini tunastawishwa ni ili tumtumikie Mungu. Kwa hiyo kiwango chako cha kumzalia Bwana matunda kitagarantii wewe kuendelea kustawishwa. Kwa ni lazima utafute kujua nimeitiwa sekta gani. Ni lazima utafute kwa bidii kujua nimeitiwa idara gani. Ni lazima utafute kwa bidii kujua nimeitiwa eneo gani. Huwezi ukajipeleka popote, huwezi ukamtumikia Mungu hivyo vyote. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Ameshapanga. Kabla hujazaliwa Mungu alishapanga utafanya nini, utafanyia wapi, kwa muda gani, utakuwa na nani na kwa kiwango gani. Tutaangalia hivyo vipengele vya wito, vinaitwa vipengele vya utumishi. Viko 12 na vyenyewe ndio vinaipa huduma yako sura, kwamba huduma ya huyu ina utofauti gani na huduma ya huyu, hata kama wote ni manabii au wote ni waombaji au wote ni waimbaji au wote ni wainjilisti. Hivyo vipengele hivyo ndio vinatoa differences. Unaona utofauti, unaona sura
Kwa mfano Yeremia ni nabii, lakini ukisoma wito wa Yeremia anaambiwa nimekuweka juu ya mataifa. Mataifa maana yake mengi. Leo ningesema international prophet. Nitakupa unabii kuhusu Zimbabwe, nitakupa unabii kuhusu Niger, nitakupa unabii kuhusu Uingereza, nitakupa unabii kuhusu Kenya. Huyu anaitwa international prophet. Lakini kuna nabii kama Ezekiel, ni nabii pia, lakini ametumwa kwa nyumba moja tu ya Israel, maana yake taifa moja tu la Israel. Sasa Ezekiel asipojua wito wake, na yeye anaweza akachapisha business card kama ya Yeremia. Ataiga kuna Yeremia ameandikaje? Ameandika Jeremiah international prophet, na yeye ataandika Ezekiel international prophet. Afu unashangaa unamaliza maisha yako yote hujawahi kuvuka hata mpaka, wala hujawahi kupewa unabii kuhusu nchi ya jirani, kwa sababu wewe ni local prophet, national prophet. Huyu ni international prophet. Kila wito una sifa zake za upekee. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kila wito una sifa zake za upekee zinazotofautisha wito huu na wito huu, ili usiige. Nilikuwa nasoma habari za Mtume Paulo. Ngoja nijaribu kuwaonyesha kama hii nitaipata haraka haraka. Utakapokwenda kusoma Wakorintho wa kwanza, nimekupa mfano ya Yeremia. Unaweza ukaandika Yeremia sura ya kwanza. Unaweza ukaandika pia Ezekieli sura ya kwanza. Utaona namna ambavyo Mungu alijitambulisha kwa Yeremia na kwa nini amemwita. Kwa namna gani Mungu amejitambulisha kwa Ezekieli. Sasa angalia Mungu alivyojitambulisha kwa Paulo. Kwa Wakorintho wa kwanza. Paulo ni mtume na Petro ni mtume. Amen. Petro alipokwenda kuhubiri injili kwa kina Kornelio kwenye Matendo ya Mitume sura ya 10, alipomaliza kuwaongoza sala ya toba aliwabatiza. Petro ni mtume, anahubiri kwa kubatiza. Lakini soma ubaoni 1, 2, 3, wakati Bwana Yesu anaagiza wainjilisti wahubiri na kubatiza, Paulo alipewa kuhubiri bila kubatiza. Ni wito. Paulo asipotafuta uso wa Bwana kujua aina ya wito wake, ataiga. Na siku ya mwisho atasimama mbele za kiti cha enzi, atashangaa, anaambiwa ondoka, sikukujua. Mimi ndio sikukujua. Mimi nimefanya miujiza kwa jina lako. Leso zilikuwa zinatoka kwenye mwili wangu, zinasafirishwa mpaka Makongorosi Chunya, na mtu anapona ugonjwa na mapepo yanalipuka kule kule akiguswa na leso zangu kwa upako wa Roho wako Mtakatifu juu yangu. Yesu, kweli unijui? Anasema sikukujua, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kumbe kuto kufanya ulivyotakiwa kufanya ni uovu kama zinaa, ni uovu kama uchawi, ni uovu kama ulevi, maana mnawekwa fungu moja. Halafu Yesu akamalizia akasema, si kila mtu aniitaye Bwana Bwana ataingia, ni yule anayeyafanya mapenzi yangu, mapenzi ya Baba yangu. Anafanya wito kwa kufuata vipengele, anafanya wito kwa kufuata maelekezo. Kwa somo hili litakutoa kwenye uholela tu wa kutumika ili mradi unatumika, lakini hujali mapenzi ya Mungu ni nini juu yangu kwenye wito alioniitia. Sasa unakuta mtu anahenya, mtu anasota, mtu anapungukiwa, mtu anashambuliwa, kumbe ulinzi umenyamaza. Mnakumbuka Paulo aliambiwa nimekuita kwa mataifa wasiotahiriwa. Lakini Paulo amekulia Yerusalemu kwa waliotahiriwa. Amevunja bucha za nguruwe, amechinja Wakristo, amewafunga gerezani, amechoma manyumba yao na magari yao. Ni mtoto wa mjini, mfanya fujo. Yaani wakuu wa dini
wakuu wa dini ya Kiyahudi, Mafarisayo, walipotaka mtu wa kuwafanyia fujo hawa Wakristo hawa waliohama dini yetu, hawa walikuwa wanamtafuta Paulo na genge lake. Ndio walikuwa watoto wa mjini wanaojua kufanya fujo, wakiamini wanamtumikia Mungu. Kwa hiyo Paulo alipoongoka alijua kabisa, nikienda mimi Yerusalemu, kwenye lile jiji ambalo mimi nimekuwa mfanya fujo, mtoto wa Manzese au Mwananyamala, mimi ndio watu watanisikiliza, watasema kama huyu amebadilika basi wokovu upo. Lakini kumbe haukuwa mpango wa Mungu iwe hivyo. Paulo akalazimisha kwenda Yerusalemu. Njiani alikutana na manabii waliomwambia usiende Yerusalemu. Paulo akasema, msinitishe Bwana, mimi siogopi mateso, niko tayari hata kufa. Yakobo akamtengenezea mtume Paulo mkutano wa injili Yerusalemu. Paulo alipopanda tu madhabahuni, ameshika microphone kwa lugha ya leo, alivyonyanyua tu mkono juu, haleluya, nazi ya kwanza ikatoa kichwani. Kabla hajaamaki jiwe likatoa kichwani. Kabla hajaamaki ikatoa kichwani, akaanguka. Mkutano ukatawanyika, poteza fahamu ya kuzinduka, yuko jela. Watu waliazimu kumuoa Paulo, walisema hatutakuwa mpaka tumemuoa Paulo. Ameasi dini yetu afu anakuja kutuhubiria, ngoja tumuonyeshe. Walipomsimamisha kizimbani, katika kumhoji wakagundua mama yake ni Mrumi. Wanasema hii kesi ikasikilizwe Roma. Ndio wakamweka kwenye meli, wakampiga na pingu, wakampa na askari kumsindikiza. Wakiwa wanaenda Roma, walipigwa na tufani na dhoruba. Biblia inasema siku 10 hatukuona jua. Tulitupwa shehena nyingi ili kuokoa meli. Tulikata tamaa ya kuishi. Usiku wa siku ya 10 ya kupambana na upepo, malaika wa Mungu ninayemtumikia akanitokea, akaniambia, usiogope Paulo, hautaangamia kwa sababu umebeba ujumbe kwa mataifa. Ni lazima ufike kwa mataifa, uwe ushuhuda, na utaanzia kwa Mfalme Agripa. Waambie wanaotaka kuruka wasiruke, watakufa. Nimekupa wewe mfungo, meli yote na watu 217. Kwa hiyo wewe nani? Mimi ni malaika ya Mungu unayemtumikia. Nimetuma kukulinda ufike kwenye wito wako. Kwa hiyo wewe mlinzi wangu, mimi mlinzi wako. Kwa hiyo nilipokuwa napigwa nazi Yerusalemu, ulikuwa wapi? Unanilinda kwenye maji, zile nazi na mawe ya Yerusalemu, ulikuwa wapi? Unajua jibu lake, hilo sio eneo la wito wako. Ulipokengeuka ukaacha kwenda kwa mataifa, ukalazimisha kwenda kwa Wayahudi, ukaacha kwenda kwa wasiotairiwa, ukalazimisha kwenda kwa waliotairiwa, ulinzi ukanyamaza, supply ikanyamaza, nguvu ya Mungu ikanyamaza. Kwa hiyo kiwango chako cha kustawi duniani kinategemea utumishi wako na usahihi kwenye utumishi. Kwa inawezekana saa hizi unahenya kwenye madeni, unahenya kwenye afya, unahenya kwenye vurugu za familia. Jichunguze. Biblia inasema zitafakarini njia zenu. Iko namna tu. Mungu hakutuita kuhenya. Kuhenya kunatokeaga mara moja, lakini haitakiwi kuwa maisha yetu. Zaburi 23 inasema ujapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sio ujapo. Wewe unapita au umekaa? Muulize jirani, unapita au ndio umekaa? Kwa hiyo ukiona umekaa kwenye dhiki muda mrefu, jihoji.
Jihoji. Mungu ametuita kumiliki, sio kumilikiwa. Mungu ametuita kutawala, sio kutawaliwa. Mungu ametuita kushinda, sio kushindwa. Amen. Kiwango chako cha kustawishwa chini ya jua, juu ya nchi, kinategemea kama umekaa kwenye wito wako na unafanya kwa usahihi. Ndio maana tumetenga hii wiki ili tuje turekebishe. Kuna watu hapa mkirekebisha tu hivi vipengele 12, utaanza kushangaa ulivyokuwa unapambana navyo, unaacha kupambana. Mapambano yanayeyuka katika jina la Yesu. Unarudi kwenye kumiliki, unarudi kwenye kutawala, unarudi kwenye baraka, unarudi kwenye ushindi, unarudi kwenye ziada, unarudi kwenye kumtumikia Mungu kwa furaha na kwa moyo wa shukrani. Hata kama utumishi una taabu, ndani ya taabu kuna amani ipitayo akili zote. Kwa hiyo ukikosea tu vipengele vya utumishi, unahenya, unasota. Tutakuombea sawa, tutakubandika mikono mpaka shingo itaingia ndani. Mimi nakwambia, tutakuombea pokea, tutakujaza bata usoni, lakini hutapokea. Utatuchosha tu mpaka urekebishe mita bend. Unashangaa kwamba kuna support ya maisha. Sababu ya pili, ustawi mzuri wa kanisa au familia au taasisi, labda nitumie neno jamii, au niache hivyo. Ustawi mzuri wa jamii ni kwa sababu kila kiungo kimekaa mahali pake na kinafanya wito wake ipasavyo. Tumesoma leo asubuhi kwenye ibada ya ufunguzi, Warumi sura ya 12 mstari wa 3 mpaka mstari wa 8. Mwili ni mmoja lakini viungo ni vingi, na kila kiungo ni sehemu ya ule mwili mmoja. Hatuwezi wote kuwa macho, kusikia kutakuwa wapi? Hatuwezi wote kuwa kusikia, kunusa kutakuwa wapi? Kwa hiyo Mungu amegawa, wengine ni macho, wengine ni masikio, wengine ni pua, wengine ni midomo, wengine ni figo, wengine ni moyo, wengine ni mapafu, wengine ni maini. Sisi wote, kila mtu ni kiungo kwa namna fulani, ana function, ana wito, ana huduma, ana kipawa chake, ana nafasi yake, kila mtu. Labda badala ya Waefeso niweke ile Warumi 12 mstari wa 3 mpaka mstari wa 8. Maana hiyo Waefeso tulishaitumia, si ndio jamani? Ya niweke hii ya Warumi 12. Usiifute kama umeshaiandika, ila ongezea Warumi 12. Sasa kiungo kimoja kwenye mwili kikinyamaza tu au kikidhoofika au kikiugua, mwili wote unaahirisha kazi yake, tunaenda hospitali. Kwa hiyo badala ya kwenda dukani, badala ya kwenda shambani, badala ya kwenda ofisini, badala ya kwenda kiwandani, tunaahirisha. Uzalishaji unanyamaza, maendeleo yanapigwa stop. Maana miguu haipo, macho hayapo, mikono haipo, yenyewe haiumwi, linaumwa sikio tu. Sikio linauma, umeshindwa hata kulala, unaamka unasema lazima niende hospitali. Kwa hiyo miguu inaacha kwenda kazini, inaenda hospitali kumpeleka sikio. Mikono inaacha kwenda kazini, inaenda hospitali kumpeleka sikio. Kiungo kimoja tu kikishindwa kufanya ipasavyo, mwili wote unaingia hastara, unaingia stand still, nasimama kazi. Watu wanauliza, jamani, mbona cheki hazijasainiwa? Wafanyakazi wanasubiri fedha ili waende kazini, shughuli zimesimama. Wanasema mhasibu hayupo, anaumwa. Wanabeba checkbook, wanamtafuta kule hospitali, wanamwambia pole, lakini tunaomba usaini hapa. Ila pole, ila tunaomba saini. Ila wewe, kazi ya katibu mkuu na maono ya mkurugenzi yamenyamaza. Kila kiungo kina faida yake. Kwa hiyo wewe unahitaji kujijua,
wito wako, huduma yako, karama yako, kipawa chako, na unahitaji kufanya kwa usahihi ili mwili wote uweze kustawi, familia iweze kustawi, kanisa liweze kustawi, taasisi iweze kustawi, kampuni iweze kustawi, shirika liweze kustawi. Lazima kila kiungo kijijue, kijiwajibishe, kifanye ipasavyo. Na pointi ya tatu, pointi ya mwisho, kustahili kuingia mbinguni. Utumishi wako ni moja ya tiketi inayotakiwa ili uonekane unastahili kuingia. Ili uonekane unastahili kuingia. Sasa vigezo na masharti vya kustahili kuingia viko vingi. Utakatifu ni kimoja wapo, lakini utumishi ni kimoja wapo. Vazi ni kimoja wapo, lakini kazi ni kimoja wapo. Si wengi tumefundishwa namna hii. Wengi tumefundishwa tu, utakatifu, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao pasipo huo huwezi kumwona Mungu. Ni kweli, lakini usiishie kwenye kusisitiza utakatifu tu, kwa sababu kuna utumishi unaoamua milele ya mtu. Pamoja na kwamba mtu anaweza kuwa na vazi, kama kazi yake haikufikia viwango, anaweza poteza mbingu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu, anaweza poteza mbingu. Akaja yule aliyepewa 5, akaambiwa, bwana wewe nilikupa ngapi? Akasema ulinipa 5. Akaulizwa umeleta ngapi? Akasema nimeleta 5 zingine. Akaambiwaje? Soma bwana. 1, 2, 3. Akaambiwa kwa sauti, vema mtumwa mwema, umekuwa mwaminifu katika machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule wa pili aliyepewa 2, bwana wewe umeleta ngapi? Sasa nimeleta 2 zingine. Na akaambiwa, vema mtumwa mwema, umekuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule wa 3, bwana wewe nilikupa ngapi? 2. Ulinipa 1. Umeleta ngapi? Akasema mzee sijaleta isipokuwa ile 1 ulionipa. Bwana wake yule mtumwa kwa hasira akamwambia, 1, 2, 3, wewe mtumwa mzembe na mlegevu. Sasa kama uliona wewe uweze kuzungusha pesa yangu, ungeipeleka basi kwa watu wa riba, watu wa SACCOS, watu wa vikoba, watu wa benki, ungefanyia kazi pesa yangu. Mwisho wa siku ningepata gawio, hiyo talanta isingerudi kwangu bure bila faida yake. Lakini umekuwa mzembe. Ndio umeokoka, jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, unanena kwa lugha za wanadamu za baraka, lakini huna akili ya kuzungusha hela. Mlokole hujui kuzungusha hela. Ndio umeokoka, lakini huna akili. Nyang'anyeni hiyo 1 alionayo, mkampe yule mwenye 10, kwa sababu mwenye kitu atapewa na kuzidishiwa. Asiye na kitu, hata kile kidogo alichonacho atanyang'anywa. Hii ndio kanuni ambayo watu wa benki wanaitumia. Na kwa yule mtumwa mzembe na mlegevu, mtupeni nje kule kwenye kilio na nini, na kusaga meno. Alipoteza mbingu si kwa sababu ya zinaa. Alipoteza mbingu sio kwa sababu ya ushirikina. Alipoteza mbingu si kwa sababu ya ulevi. Alipoteza mbingu kwa sababu ya hesabu ya kazi. Kwa hiyo sio vazi tu, haitoshi kuwa mtakatifu wakati hujui hesabu yako ya kazi. Itakuponza hiyo hali hiyo, itakuponza kama huyu. Kazi, wito, huduma, karama, vipawa. Amosi sura ya 4 mstari wa 12. Amosi sura ya 4 mstari wa 12. 1, tusome, utaandika 1, 2, 3. Na kwa sababu nitakutenda hivi, Israel, basi jiandae kukutana na Muumba wako, Israel. Jiandae. Hiyo ni Amos sura ya 4 mstari wa 12.
Mathayo 25 Yesu anamalizia kwa kusema, kwa kuwa ninyi hamjui siku wala saa ya kurudi kwa Bwana wenu, basi na nyie jiwekeni tayari. Kwa kabla tujaongea habari za siku za mwisho na kurudi kwake Bwana na dalili na mtiririko wa matukio ya siku za mwisho, hebu tuongee kwanza kuhusu kazi, alafu ndio tuongee kuhusu kujiweka tayari. Anasema ni heri mtumwa yule ambaye bwana wake akirudi atamkuta akifanya kazi ile ya Bwana ipasavyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Apewe sifa Yesu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ufunuo sura 22 mstari wa 10 hadi wa 15. Ufunuo sura 22 mstari wa 10 hadi wa 15. 1, 2, 3. Tazama naja upesi, na ujira wangu uko mkononi mwangu, ili kumlipa mwenyekiti na katibu, ili kumlipa mchungaji na mwinji, ili kumlipa kila mtu sawa sawa na nini? Maneno yake, sawa sawa na kazi yake. Kazi inaamua milele yako, sio tu vazi. Utumishi unaamua milele yako, si tu utakatifu. Vyote viwili vinaamua milele yako. Yule kijana alikuwa mwaminifu, yule kijana alikuwa mkweli, hakupindisha ripoti, lakini alipoteza mbingu, pamoja na kwamba ana tabia njema. Kumbe si matendo tu yanayoamua milele yako, na matunda yanaamua milele yako. Tuseme wote matendo. Sema tena matunda. Sema tena utakatifu. Sema tena utumishi. Sema tena vazi. Sema tena kazi. Ndagafija. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 10. Kwa maana imetupasa sisi viongozi wa kamati kuu, eti ni viongozi tu, imetupasa sisi sote kufanyaje? Kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara au malipo ya mambo aliyoyatenda, kama ni mema au ni mabaya. Basi kesho tutaanza kuangalia migawanyiko hii na namna ambavyo wao kama utatu wanasimamia. Kwa mfano ile wa Korintho wa kwanza 12, kama unakumbuka tulivyosoma ibadani, inasema kuna karama tofauti tofauti, bali Roho ni yeye yule. Tuseme wote karama. Sema tena Roho. Kuna karama tofauti tofauti, bali Roho ni yeye yule. Alafu akasema kuna huduma tofauti tofauti, bali Bwana ni yeye yule. Tuseme wote huduma, Bwana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasimamia karama, Bwana Yesu anasimamia huduma. Alafu akasema kuna utendaji tofauti tofauti, lakini Mungu ndiye atendaye vyote katika wote. Tuseme wote utendaji. Sema tena masaidiano. Anayesimamia ni nani? Baba, Mungu Baba. Hebu fungua. Kuna watu ndio leo mmejua hiyo. Fungua Wakorintho wa kwanza 12. Sijui kama ninayo ubaoni hapa haraka haraka. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4. Twende 1, 2, 3. Basi kuna aina mbalimbali za karama, lakini Roho ni yule yule. Kuna watu ndio mtaona hii kwa mara ya kwanza leo. Mstari wa 5. Pia kuna huduma za aina tofauti tofauti, bali Bwana ni yule yule. Nafikiri ni bahati mbaya kwamba mstari wa 4 unasema Roho, mstari wa 5 unasema Bwana.
Alafu mstari wa 6, kisha kuna tofauti za kutenda kazi. Hizo ndio huduma mbalimbali za masaidiano. Lakini Mungu nani? Mungu Baba ndiye atendaye kazi hizi zote katika wote. Kwa hiyo Utatu Mtakatifu wamegawana, hawafanyi kila kitu kila mtu. Ndio uelewe umuhimu wa kutambua utumishi wako na maelekezo yake, kwamba Roho Mtakatifu atasimamia karama na anazigawa kama apendavyo. Mungu haingilii na Yesu haingilii. Huduma kasimamia Yesu na anazigawa kama apendavyo. Roho haingilii na Baba haingilii. Masaidiano amesimamia mzee mwenyewe kama apendavyo yeye. Roho haingilii na Yesu haingilii. Yesu anasema kama Baba alivyo na uzima nafsini mwake, ndivyo ambavyo amempa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Baba ni nafsi na mwana ni nafsi. Nafsi maana yake ina fikra, hisia na maamuzi, na Yesu naye ana fikra, hisia na maamuzi. Ndio maana Biblia inasema ukimvuruga Baba unaweza ukasamehewa, ukimvuruga Mwana unaweza ukasamehewa, ukimvuruga Roho anaweza akachukua maamuzi tofauti ya Baba na Mwana, unaweza usisamehewe. Maanake Baba ni nafsi inajitegemea, Yesu ni nafsi inajitegemea, Roho Mtakatifu ni nafsi inajitegemea, lakini wote ni wamoja. Nilichotaka tu uone hapo ni kwamba wamegawana usimamizi. Kwa hiyo huwezi kutumika utakavyo wewe. Hiyo ndio discipline tunahitaji kwenye kanisa, kwenye familia ya wana wa Mungu. Mtu anadhani ninaweza tu nikatofautiana na mwenyekiti, nikatoka nikavuka barabara nikaenda kukodi ukumbi pale, nikaenda kuanzisha na mimi fellowship yangu pale. Usidhani kwamba unaweza ukatumia karama ya Mungu utakavyo wewe, alafu ukaambiwa vema mtumwa mwema. Mungu anaweza kabisa kukupa matokeo na akakufuta jina lako. Pale pale Musa alipofanya muujiza na mwamba ukatoa maji, ndio pale pale Musa alipofukuziwa kazi. Kwenye muujiza wa mwamba kutoa maji ndipo Mungu alipochukizwa na Musa, lakini mwamba ulitoa maji, lakini ndipo Mungu alipochukizwa na Musa. Abiria hawakujua kwamba Musa yuko kwenye makosa, maana waliona matokeo. Matokeo sio ishara kwamba wewe uko sahihi. Unaweza ukapata matokeo na watu wakamtukuza Mungu, lakini wewe ukafutwa jina lako kwenye kitabu cha uzima. Tulitoa pepo kwa jina lako, tumefanya miujiza kwa jina. Unafikiri kutoa pepo kitu kidogo? Jaribu. Tumefanya miujiza kwa jina lako, unafikiri kufanya muujiza ni kitu kidogo? Jaribu. Tumetoa unabii kwa jina lako, toa unabii kirahisi kama unadhani ni rahisi. Hizo zote ni karama kubwa, lakini pamoja na matokeo walipoteza uzima. Matokeo sio ishara kwamba uko sahihi. Apewe sifa Yesu. Kiwango chako cha kufanikiwa sasa na kufanikiwa baadaye kinategemea usahihi kwenye utumishi. Usahihi. Sasa asubuhi nilitoa ushuhuda wa yule engineer mzuri, tajiri, ana kampuni iliyofanikiwa, ina sifa njema serikalini, ana kazi za barabara, ana kazi za madaraja, ana majengo, lakini ndoto za udaktari, ndoto za hospitali hazimwachi. Ilikuwa ibada ya pili, akanisikia nafundisha hii. Tulipokuwa tunasalimiana pale nje baada ya fellowship, akaniambia we mtoto wewe, ina maana? Nikamwambia nini? Akasema unajua mimi pamoja na kwamba nimefanikiwa kwenye engineering, mimi ndoto za hospitali haziniachi. Nikamwambia yamkini wito wako ulitakiwa kuwa udaktari. Akasema ndio, mimi nilitakiwa kuwa daktari. Nilitaka kuwa daktari, nilipania kuwa daktari, nilikuwa nafanya vizuri sayansi ya upande huo, lakini babangu akaniambia, bwana, madaktari tumekuwa wengi kwenye ukoo, wewe nenda engineering. Kwa hiyo nikapunduka kutoka PCB nikaenda PCM,
na nimefanya vizuri engineering mpaka leo, lakini mbona hizi ndoto haziniachi? Nikamwambia hiyo ni sauti ya Mungu. Usilale kaburini hujafanya jambo kuhusu afya. Matokeo huku hayakutetei kule. Ina maana mimi nilitakiwa kwa daktari? Ndio. Sasa mtoto, mimi nasikia hii jua ndio linaenda chini, maana yake saa 12 jioni, mimi nakaribia kustaafu, wewe mtoto, mimi ndio nifanyeje? Nikamwambia rudi kwa mwenye kazi. Swali hilo ulioniuliza, kamuulize mwenye kazi. Nitakusaidia kuomba, lakini nenda kaulize. Kaenda kuuliza. Tukaja kukutana kwenye mkutano wa Mwakasege miaka 2 baadaye, Diamond Jubilee. Akasema wewe mtoto ulibadilisha maisha yangu. Nikasema jina la Bwana libarikiwe. Ulipata majibu? Akasema ndio. Mungu aliniambia nisilale bila kufanya kitu kwenye afya. Kwa hiyo nimejenga kituo cha afya kijijini kwetu. Sijui kuchoma sindano wala kugawa dawa, lakini nimefanya kitu kuhusu afya. Akaniuliza, sasa kama nilitakiwa kutumika miaka 40 kwenye afya, alafu nimetumika miaka 4 tu, ndio inakuwaje? Nikamwambia maadamu umepatia, Yesu anasema aliyekuja asubuhi kazini na aliyekuja jioni kazini wote walilipwa sawa. Cha msingi umepatia wito. Amen. Kwa hiyo tiketi yako moja uambiwe vema mtumwa mwema, lazima utumishi wako upimwe. Sasa unapimwa kwenye vitu gani? Ndio tutaanza hapo kesho. Amen. Viko vitu 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atukuzwe Yesu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sio vazi tu, bali na kesi. Kwa hiyo usichukulie kiwepesi jambo hili. Kaa kwenye darasa hili ukijua unatengeneza ustawi wako wa sasa na unatengeneza maisha yako ya milele. Amen. Tusimama. Mnaofahamu huo mstari, aliyekuja asubuhi na aliyekuja jioni wote walilipwa sawa? Mathayo sura ya 20 kuanzia mstari wa 1 inaenda mpaka mstari wa 16. Mathayo sura ya 20 mstari wa 1 mpaka mstari wa 16. Aliyekuja asubuhi na aliyekuja jioni wote walilipwa sawa. Amen. Hebu tumlilie Mungu atusaidie. Yamkini na wewe umeona kabisa kwamba inawezekana hauko mahali sahihi, ndio maana unasota, ndio maana unahenya, ndio maana unahangaika, ndio maana upati amani, ndio maana upati utulivu. Labda kipengele kimoja wapo ni kwamba haufanyi kwa usahihi unachotakiwa kufanya au ulichoitiwa kufanya. Huko tu kiolela, ukiambiwa twende Iringa faster, muulizi ili mradi ni injili. Hata kama ni injili uliza. Hata kama ni injili uliza. Petro aliitwa kuhubiri na kubatiza. Paulo asingeuliza, angehubiri na kubatiza. Na kosa alilofanya Paulo la kubatiza wale watu wawili, maana Biblia inasema kwenye Wakorintho wa kwanza ile sura ya 1, mimi sijambatiza mtu yeyote, mtu asije akasema alibatizwa na mimi. Kristo hakuniita kubatiza. Jamani, kuna mwinjilisti hajaitwa kubatiza? Ndio, anaitwa Paulo. Kwa nini? Mungu hajatupa majibu. Lakini alisema nyie wote mtahubiri na kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, isipokuwa Paulo. Paulo, utakapohubiri usibatize mtu. Kuna sababu, lakini hakuiweka wazi. Paulo alifanya kosa kubatiza watu wawili, Krispo na Gayo. Na alipobatiza tu watu wawili, akaleta vurugu na matengano kwenye kanisa. Waliobatizwa na Paulo wakajiona wao first class. Waliobatizwa na Petro second class. Waliobatizwa na Apollo third class, mtakaa nyuma kule.
Sasa Paulo anafika Korinto, anauliza, mbona nyewe mmekaa nyuma, hebu sogeni mbele? Sisi tuliambiwa siti yetu ndio hii ya huku nyuma. Kwa nini? Eti tulibatizwa eti na Apolo. Na nyie mbona mmekaa huku? Sisi tulibatizwa na Kefa. Na nyie? Sisi si ndio tulibatizwa na wewe. Paulo akasema, jamani, mimi Kristo hakunituma kubatiza. Mbona ulimbatiza Kristo? Mbona ulimbatiza Gayo? Hiyo ikasababisha watu kumfuata Paulo usiku nyuma ya pazia wabatizwe. Kwa hiyo wakabatizwa watu kadhaa nyuma ya pazia. Uliza wito wako wewe ukoje, usiige. Inawezekana ni mwinjilisti lakini sio wa microphone. Labda wewe ni mwinjilisti wa wanafunzi darasa kwa darasa. Sasa unatuchangisha huku mic, unatuchangisha huku vyombo. Kumbe ni mwinjilisti lakini madarasani hatuhitaji vyombo. Muone kwanza. Kila wito una vipengele vyake vinavyomtofautisha huyu na huyu, japo wanafanya jambo lile lile. Watakaoingia katika uzima sio wanaopata matokeo kwenye utumishi. Watakaoingia uzimani ni wanaofanya mapenzi ya Baba. Kama Yesu asingeuliza, bodaboda ya kwanza alikuwa anaenda Bethania kumwombea Lazaro. Si mnakumbuka aliambiwa, Lazaro rafiki yako anaumwa, umewaponya wengi usiowajua majina, huyu ni rafiki yako, unakunywaga chai kwake. Hiyo haijaandikwa, nimeongeza chumvi tu kidogo. Njoo umponye. Na Yesu anaweza kuponya, sio kitu anajitahidi kufanya. Ameletwa kuwafungua waliofungwa. Bwana Mungu yuko juu yake. Sio kitu anajitahidi, ni kitu anakifanya naturally. Alafu huyu aliyeitiwa ni rafiki, sio mtu baki. Nafikiri ningekuwa mimi Mgisa, taksi ya kwanza Bethania kumponya rafiki yako. Lakini angalia Yesu anavyotufundisha. Biblia inasema kwenye Wafilipi alikuwa mtii, akatukuzwa, akakirimiwa jina lipitalo majina yote, kwa sababu alikuwa mtii, sio kwa sababu alikuwa mwana. Alikuwa mwana mtii. Amen. Alipouliza eti kesho tuna ratiba eti ya Bethania kesho, akaambiwa hamna Bethania kesho. Fiki yangu nauma, umenitumia kuwaponya wengi ambao hata majina siwajui. Huyu ni besti, anasapoti Injili. Nikishiwaga nauli mimi napitaga hapo kwa Lazaro na Martha na Mariamu, hapo wananipa nauli. Kaka yao anaumwa. Mungu akamuuliza tu swali moja, umekuja kufanya mapenzi yako au ya kwangu? Ya kwako Baba. Hamna Bethania kesho. Kafa. Unaweza ukapiga picha lawama aliopewa. Hawa ndio watumishi wa siku hizi, wanakupenda ukiwa mzima. Yesu angeogopa aibu, angeogopa maneno, angeenda. Lakini Paulo anasema kwenye Wagalatia, nikiwapendeza nyie basi mimi sijaitwa na Mungu. Wito wangu sio kuwapendeza nyie, ni kumpendeza Mungu, hata kama nyie hamtanielewa. Amen. Vipengele, fuatilia kujua hivi mimi nafanya ninachotakiwa kufanya na ninakifanya kwa usahihi. Haya, njoo tuzike basi, tulikuita uje hospitali hukuja, kafa. Na sisi Waarabu hatukai na maiti siku nyingi, tunazika kesho. Nafikiri mimi hapo ndio ningeenda hapo kuzika. Hapo nadhani ndio ningeenda. Lakini Yesu kabla ya kwenda, mwana hafanyi neno lolote isipokuwa lile ambalo anamwona Baba anafanya, kwa sababu hakuja kufanya mapenzi yake. Kawa mtii. Alipouliza eti kesho kuna Bethania, kesho kuna mazishi ya yule rafiki yangu, Mungu akamwambia kesho sina mpango na wewe Bethania. Sika.
hospitali hatukwenda, hivi wanafanya watatuelewa, wanazika baba, wanazika. Akasema umekuja kufanya mapenzi yako? Hapana baba, yako wako hamna Bethania kesho. Yesu alizima simu, alizima simu. Message ziliingia kutoka kushoto na kulia za kutokueleweka. Alizima simu. Siku ya 4 akiwa kwenye maombi, washazika, ndio anaambiwa inuka twende msibani. Msibani? Washazika juzi. Akasema ndio, tunaenda kumwamsha aliyelala. Hapo sawa, hapo twende. Hiyo inalipa. Alipofika tu alisalimiwa na nini? Na lawama. Kama ungekuwepo tunavyokujua. Mapenzi ya Mungu hayakuwa kumponya Lazaro. Mapenzi ya Mungu yalikuwa kumfufua Lazaro. Kufufua kuna utukufu mkubwa kuliko kuponya. Usingeuliza, ungeenda bila kuuliza, ningemponya kwa sababu una karama ya kuponya, lakini ningemponya nje ya mapenzi yangu. Ni kama Musa anatoa maji kwenye mwamba nje ya mapenzi ya Mungu. Na wale wa Mathayo 7 wanatoa unabii nje ya mapenzi ya Mungu, wanafurumua mapepo nje ya mapenzi ya Mungu, wanatenda miujiza nje ya mapenzi ya Mungu. Ndio maana nimekwambia matokeo sio guarantee kwamba wewe uko sahihi. Uliza. Tupitie hivi vipengele hivi. Kuna watu tuna matokeo mazuri kweli kwenye utumishi wetu hapa, tuna masifa na kuambia kila mahali tunajulikana, tuna followers, lakini tuko nje ya mapenzi ya Mungu. Kama Mungu alipanga kufufua, alafu wewe umeishia kuponya, ingawa umepata matokeo, umempunguzia Mungu utukufu. Kwa hiyo Mungu akikukatalia, usifikiri anakuonea, anakuazia yaliyo mema. Amen. Kwa hiyo kuna haja ya kutulia, kujifunza namna ya kumtumikia Mungu. Na nimekuandalia angalau point 12. Inawezekana ziko zaidi, lakini hizi 12 zitakusaidia, zitakuwa mtaji anzilishi, initial capital, ili tukija kukutana naye tuambiweje? Vema mtumwa mwema. Amen. Unaonaje hiyo? Pokea basi kwa makofi mengi mazuri ya shangwe. Panda key moja. Shika na sadaka. Zaidi ni fahamu nijue pendo kete wokovu kekani ni fa ni kekamili. Mwambie Bwana Yesu asante kwa maneno yako binafsi kwa dakika moja, na mwombe Mungu akupe ufunuo aliyokusudia. Mwombe Mungu akujalie ufunuo aliyokusudia kuwekeza ndani yako katika juma hili, ili wote tuweze kumtumikia Mungu kwa usahihi, kumtumikia Mungu kwa usahihi, kumtumikia Mungu kwa usahihi. Ogopa kabisa kwenda kwa mazoea au kwa kuiga. Kila wito una vipengele vyake mahususi. Kila wito una vipengele vyake mahususi. Kila wito uko specific, una specifications. Baba, tunakuja mbele zako siku ya leo, siku ya kwanza
uliotupa kukaa katika darasa hili la Roho Mtakatifu. Mioyo yetu imeingia hofu, mioyo yetu imeingia woga. Hatuna hakika tena kama tuko sahihi. Umetuita kwenye utumishi na umekuwa ukitutumia, lakini tulichosikia siku ya leo kimetutafakarisha, kimetuwazisha mara mbili. Tumejua ambacho tulikuwa hatujui, kwamba katika wito kuna mapenzi makamilifu ya Mungu. Sio kila utumishi utatupa kuambiwa vema, mtumwa mwema. Tusaidie Bwana, tusaidie. Tufundishe Bwana, tufundishe. Sema nasi Bwana, sema nasi. Usituache katika giza. Tufungue macho, tufungue masikio, tuweze kuona siri za ajabu katika neno, na tuweze kusikia yale ambayo Roho Mtakatifu ananena na kanisa katika zamu hii, katika siku hizi za mwisho, ili tuweze kuishi maisha ya kustawi duniani na tuweze kuwa na hakika ya urithi wa ufalme wako mbinguni. Sema nasi kwa lugha nyepesi Bwana, na kwa mifano rahisi. Juma hili likawe juma la mabadiliko, likawe juma la mabadiliko. Lisiwe tu juma la kubarikiwa, liwe pia juma la kubadilika. Tusiishie kubarikiwa, bali tuweze kubadilika katika jina la Yesu. Sema na baba yule kuhusu wito wake, sema na mama yule kuhusu wito wake, sema na binti yule, sema na kijana yule kuhusu wito uliomuitia na vipengele vyake mahususi, ili tuweze kutembea katika mapenzi yako. Maana umesema watakaorithi ufalme ni wale wanaoyafanya mapenzi ya Baba. Tunatamani kuwa wale wanaofanya mapenzi yako. Tupe masikio ya kusikia maelekezo, tupe masikio ya kusikia maelekezo, tupe masikio ya kusikia maelekezo kutoka kwako Bwana, ili tuweze kufanikiwa katika utumishi na ili tuweze kustawi sasa na baadaye, katika jina la Yesu. Mikononi mwetu tumeshika matoleo, tumeshika matoleo. Mikononi mwetu tumeshika sadaka Bwana. Sadaka hii tunaiachilia mahususi kwa ajili ya maombi haya. Sadaka hii isindikize maombi haya Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hata tunaponyamaza, sadaka hii endelee kuongea maneno haya mbele zako Bwana, kwenye madhabahu yako ya dhahabu, madhabahu yako takatifu, katika jina la Yesu Kristo, ili kila mmoja wetu apate kujibiwa maombi yake, kila mmoja wetu apate kujua kwa hakika wito uliomwitia na namna ya kutekeleza, katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako, tunapokea kwa shukrani, kwa jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen.